Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala a'lai wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiyai wa ala alihi wa sahbihi wa asfiyai, amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Umar. Karibu sana mtazamaji wa channel yetu ya Rapta Channel, na leo tuko ndani ya Ramadhani ya 4. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika maneno yake alisema, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda pindi mmoja wenu anapofanya jambo lolote, an yutqinahu, alifanye kwa perfection, kwa namna iliyokuwa nzuri kabisa. Kama tunavyofahamu, baadhi ya aya katika Qur'ani zinazo sababu ya kuteremka kwake, lakini vile vile hadithi za Bwana Mtume Muhammad zipo sababu zinazopelekea kwa Bwana Mtume sallallahu kuweza kusema maneno kama hayo. Lakini sababu ambayo Bwana Mtume sallallahu imemsababisha kuweza kusema hadithi kama hii ama maneno kama haya, imepokewa siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihudhuria janiza. Wakati wanaendelea kuzika maswahaba wale, wakaacha sehemu kama kishimo kidogo. Bwana Mtume Muhammad akawaamrisha maswahaba zake waweze kulisawazisha, akawaambia lisawazisheni hilo kaburi. Maswahaba wale wakadhani kwamba ni sunna, lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ama hili mlolifanya hapa halimnufaishi maiti wala halimdhuru. Sahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, ikiwa halimnufaishi wala halimdhuru, kaif, kwa nini umetuambia tufanye hivi? Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hadithi kama hii ama maneno kama haya, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan ay yutqinahu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda mtu akifanya jambo lolote afanye kwa itqan, kwa perfection, kwa namna iliyokuwa nzuri kabisa. Maswahaba wakashangaa, hata katika kuzika kunahitajika kufanya itikani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, hata katika kuzika. Bali imekuja hadithi nyingine Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, idha kafana ahadukum akhahu, wamepindi mmoja wenu atakapomvisha sanda, atakapomkafini ndugu yake, falyuhsinu kafanahu, basi afanze vizuri katika kule kumkafini. Kaif, ikiwa katika kusawazisha kaburi kunahitaji perfection, kunahitaji itikani, katika kuvika sanda vile vile inahitajika itikani, kaif katika mambo mengine inakuwaje? Katika mambo mengine panahitajika vipi? Tupo ndani ya Ramadhani, unatakiwa ujichunge tokea tulipoanza Ramadhani mosi mpaka leo Ramadhani ya 4. Kuna itikani umeshaifanya yoyote? Yani umeanza Ramadhani yako kwa itikani, kwa kufanya perfection, ama Ramadhani yako ina matundu, ina matobo madogo? Ikiwa kuna matobo madogo, ifanye Ramadhani yako ama somu yako ifanye kwa perfection. Funga, jizuie na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi, ameyakataza, lakini fanya yale ambayo ameyaamrisha na anayapenda, ili uweze kuwa katika perfection, katika namna iliyokuwa nzuri, na Ramadhani iweze kukubadilisha, kwa sababu tumeambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, kwamba Mwenyezi Mungu anapenda pindi mmoja wenu anapofanya jambo lolote alifanye kwa itqan, kwa perfection iliyokuwa nzuri kabisa. Imamu Nawawi yeye alitaja kisa cha maajabu katika kusherehesha hadithi hii. Alisema palikuwa na bwana mmoja ambaye yeye alikuwa ni fundi akitengeneza vitu. Akaja mteja ambaye yeye alihitaji kutengenezewa kitu, kisha yule fundi akawa amemtengenezea kitu na kumpa kile kitu. Lakini yule fundi aliporejea nyumbani kwake usiku, kichwa kilikuwa kinamzunguka, kichwa kilikuwa kinamgonga, kinamuuma. Kwa nini kichwa chake kilikuwa kinamuuma? Ni kwa sababu alitengeneza kile kitu hakikuwa katika itqan, hakikuwa katika perfection yake ya hali ya juu, na aliyakuwa yeye alikuwa akifahamu hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi palipokucha asubuhi, fundi yule aliweza kutengeneza kitu kingine kama kile alichomtengenezea, lakini kwa perfection, kwa itqan iliyokuwa nzuri kabisa. Kisha akampelekea yule bwana, akawa amemtafuta, lakini yule bwana akawa ni mwenye kumshangaa sana. Kwa nini? Akamuuliza, kwa nini umeniletea, au ni kitu gani kilichokusababisha uje tena uniletee kitu kingine kama kile? Akasema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pindi anapokupa kipaji cha kutengeneza kitu, inawezekana mtazamaji, wewe ni fundi unatengeneza furniture, au wewe ni fundi wa aina yoyote, Mwenyezi Mungu amekupa uwezo wa kutengeneza kitu kwa itqan, kwa perfection iliyokuwa nzuri, lakini sasa kutokana na tamaa pengine ya kupata maslahi ya juu, ukawa unatengeneza kiujanja tu, basi Mwenyezi Mungu huchukua kile
kipaji alichokupa, ukuacha na kile kipaji ambacho wewe umekitaka mwenyewe, kwamba unataka kutengeneza vitu kiujanja ujanja. Kwa hiyo fundi huyu aliligundua hilo, ndio maana akatengeneza kingine kwa itiqan na kumpelekea yule bwana. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amala ay yutqinahu. Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda pindi mmoja wenu anapofanya jambo lolote alifanye kwa itqan. Katika Ramadhani hii, funga Ramadhani yako ifanye kwa itqan. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.